Baluke Stats, Sport Next Level. Wakati msimu wa ligi kuu Tanzania bara ukielekea ukingoni, tetesi zimezidi kuwa nyingi. Lakini miongoni mwa tetesi hizo zinahusisha Wananchi, mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo na wanalifukuzia taji hilo kwa mara ya 4 mfululizo. Ni miongoni mwa klabu ambazo zimekuwa zikihusishwa na nyota wengi mbalimbali, nyota ambao wameshathibitisha ubora katika maeneo mbalimbali wanayotoka. Lakini miongoni mwao ni wale ambao kwenye kikosi cha Yanga, endapo kweli watatua, basi hakika Yanga ya msimu ujao kwenye upande wa kulia kuanzia beki mbili mpaka juu pamoja na eneo la kati kwa mshambuliaji kinara, ni dhahiri kwamba endapo usajili huo utafanyika kama tetesi zinavyoeleza, basi Yanga itatisha zaidi. Ikumbukwe mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara Yanga wako kileleni wakiwa na pointi 73, lakini ndio wao ambao wamefunga mabao mengi kuliko timu zote wakiwa na mabao 71 baada ya kucheza mechi 27, idadi ya mabao ambayo ni rekodi kwa klabu ya Wananchi. Yanga katika ligi kuu Tanzania bara tangu ligi kuu Tanzania bara iitwe hivyo kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Lakini pia Yanga ndio timu yenye ukuta imara zaidi kufikia sasa katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2024-25 kwa sababu wameruhusu mabao 10 tu. Ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko zote, na kwa sababu hiyo ndio timu ambayo hata kwenye ufanisi wake ikiwa na pointi 73 baada ya michezo 27, maana yake Yanga ilipaswa kuwa na pointi 81. Kuwa na pointi 73 maana yake ufanisi ni around 90%+. Sasa hiki ni kiwango cha juu cha ufanisi. Yanga hiyo ambayo inafanya hivyo kwenye ligi kuu Tanzania bara, huku pia ikiwa katika fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ndio pia inahusishwa na nyota ambao kama wakitua, basi benchi la ufundi la Yanga itakuwa na kicheko sana, litakuwa na uwezo mwingine wa kupachika mabao dhidi ya wapinzani, hasa katika eneo lake la upande wa kulia. Hapa leo hii tunagusia huo upande wa kulia kwa kuhusisha au nyota wanaohusishwa na Yanga kuelekea msimu ujao wa 2025-26. Wajua iko vipi? Ni kwamba katika kikosi hicho kipya cha Yanga, kama usajili utakwenda kama vile inavyoelezwa kwenye tetesi, ili inalisitiza sana kwa sababu hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Wananchi Yanga wala klabu wanazotoka hao wachezaji wanaotajwa wala management rasmi za wachezaji husika. Ndio maana anasema kama ikitokea hivyo, ni kwamba kwenye tetesi hizo zinaonyesha kuwa beki mbili wa Yanga miongoni mwa wale wanaotajwa ni Ibrahim Keita, mchezaji wa kimataifa wa Mauritania ambaye msimu huu akitumikia TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ibrahim Keita mwenye umri wa miaka 23, urefu futi 5 na inchi 11, akihimisi inchi moja tu ili kutimiza urefu wa futi 6, ndiye anayehusishwa na nafasi hii ya beki wa kulia katika mfumo wa Yanga wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye Keita yupo katika kundi hili la hawa 4 akitokea upande wa kulia. Sasa yeye Keita ufahamika kwa uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi, ni mzuri katika kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kutoa fursa kwa winga wake wa upande wa kulia kuingia ndani, kuwa kama supportive striker, kuwa mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara, na hivyo kufanya timu anazochezea kuwa na makali hasa pale zinaposhambulia kutokea upande wa kulia anakocheza yeye huyu Ibrahim Keita. Sasa ndiye anayetajwa katika eneo hili. Ikumbukwe katika klabu ya TP Mazembe kwa mfano, katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu wakiwa na Yanga kwenye kundi lao moja, kundi la A, yeye Keita alicheza mechi 3 tu, lakini miongoni mwa mechi hizo ilikuwa ni pamoja na mechi dhidi ya Yanga kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Ni mechi ambayo Yanga walishinda 3-1. Lile bao moja la TP Mazembe lilitokana na kazi nzuri ya Ibrahim Keita aliyedhihirisha uwezo wake ule ninaousema wa kwamba anapanda na wakati mwingine anapopanda anaingia ndani kidogo, jambo ambalo linafanya walinzi wa timu pinzani kusogea kumfuata beki mojawapo na kutoa fursa kwa wenzake kuweza kufunga. Katika mechi hiyo bao la TP Mazembe alitengeneza yeye kwa sababu ya kasi yake, akimzidi Shadrack Isakaboka alijikuta akicheza foul ndani ya 18 na kusababisha mkwaju wa penalty uliowekwa wavuni na kuwapa TP Mazembe bao katika mechi hiyo ambayo walifungwa 3-1. Huyu Ibrahim Keita pia alicheza vizuri sana katika mechi nyingine hizo 3 alizocheza. Ilikuwa pia ni pamoja ya mechi dhidi ya Al Hilal Omdurman kule Lubumbashi nchini kwao Kongo. TP Mazembe walishinda mabao 4
katika mechi ambayo Al Hilal Omdurman walikuwa tayari wameshajihakikishia tiketi ya kusonga mbele kwa hatua ya robo finali. Katika yale mabao manne, huyu mwamba alifunga bao mojawapo kuonyesha namna gani ilivyokuwa na makali pindi alipopanda juu. Sasa Yanga maana yake eneo hili watakuwa na mtu mbadi haswa, kama vijana wanavyosema, mtu hatari. Ni eneo ambalo alikuwa Kwasi Atula Yao ambaye hivi sasa anasumbuliwa na majeraha. Taarifa zinaeleza kwamba atakuwa nje. Kuwapo kwa Ibrahim Keita endapo kweli atatua, maana yake ana sifa na ubora ule wa Kwasi Atula Yao, lakini ziada ni kwamba ni mzuri pia katika mapambano ya mipira ya juu. Huyu Ibrahim Keita, nyota wa timu ya taifa ya Mauritania, ambaye alikuwamo pia katika kikosi kilichoshiriki michuano ya AFCON kule nchini Ivory Coast. Lakini mbele tu kwa Keita, mwingine anayehusishwa ni pamoja na huyu hapa ambaye ni kiungo wa pembeni kulia, winga wa kulia, lakini ana uwezo pia wa kucheza upande wa kushoto katika baadhi ya mechi. Anaweza pia kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara katika mfumo wa 4-2-3-1. Hata anapocheza 4-4-2, yani baada ya golikipa, walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, huyu mwamba anaweza kucheza pia kama mshambuliaji mmoja wapo katika wawili pale mbele, lakini pia anaweza kucheza nyuma ya mshambuliaji kinara kama nilivyotoka kueleza. Huyu sio mwingine, ni Celestin Ekwa. Huyu hivi sasa ni miongoni mwa washambuliaji nyota katika ligi kuu ya Ivory Coast. Ndio, na yupo katika klabu ya ASEC Mimosas. Matarajio ni kwamba kufikia mwishoni mwa msimu huu atarudi katika klabu yake ya Zoman ambako ASEC Mimosas walimpata kwa mkopo Januari mwaka huu. Huyu mwamba mpaka sasa katika ligi kuu ya Ivory Coast ni miongoni mwa nyota waliong'ara sana, akiwa amehusika katika mabao, amefunga mabao 13, ametoa assist 10 katika klabu mbili tofauti. Wakati akiwa Zoman alikuwa amefunga mabao 7, akatoa assist 6 akiwa katika klabu ya Zoman, akichangia mabao 13. Lakini katika klabu ya ASEC Mimosas alikohamia wakati wa dirisha dogo, kafunga mabao 6, katoa assist 4, akichangia mabao 10. Kwa ujumla wake amechangia mabao 23. Kwa hiyo tunaposema goals involvement katika klabu zote mbili, Zoman pamoja na ASEC Mimosas, yeye amehusika na mabao 23. Mwamba ana kasi na ni mzuri katika kuingia ndani kwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Wakati akishambulia ana uwezo wa kuja kucheza kana kwamba yeye ni namba 10 wakati anatokea pembeni. Anatumia zaidi mguu wa kushoto katika kufunga kwake, ingawa mguu wa kulia pia huweza kutumia. Maana yake Yanga wakimpata huyu mwamba wanajihakikishia mabao, sio tu kwa kufunga, lakini pia ana assist, anatoa pass saidizi za mabao. Lakini katika wale wanatajwa mbali na mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast Celestin Ekwa, mwingine ni huyu mwamba huyu hapa. Huyu anatajwa kwamba anaweza akatua Yanga akitokea katika klabu anayochezea sasa. Huyu si mwingine, ni mchezaji kutoka Asweli, ni mshambuliaji wa kimataifa kutoka Mali, anaitwa Fili Traore. Yeye hivi sasa katika ligi kuu ya Libya ndiko alipo, ni miongoni mwa wale wanaongoza kwa mabao. Yeye pamoja na Mabululu wote wana mabao 12. Mabululu yupo katika klabu ya Al Ahli Tripoli ya kule nchini Libya katika ligi kuu ya Libya. Lakini yeye pamoja na mabao 12 aliyofunga katika mechi 16 tu alizocheza, ametoa assist 7. Kwa ujumla ameshachangia mabao 19. Yaani mabao 12 aliyofunga jumlisha ongeza na assist 7, amechangia mabao 19 katika mechi 16. Yupo kwenye kiwango bora kweli kweli. Inafahamika hapo kabla Traore alikuwa akichezea TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msimu uliopita alikuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu ya Kongo, akifunga mabao 25, lakini akitoa assist 8, akichangia mabao 33 katika mechi 36 tu alizocheza kwa msimu. Na pia akashikilia rekodi ya kufunga mabao mengi ndani ya muda mfupi. Traore msimu uliopita ligi kuu ya Kongo katika mechi moja wapo akicheza dhidi ya Lubumbashi Sports, TP Mazembe aliyokuwa akichezea ilishinda 8-0. Katika hizi bao 8 yeye alifunga mabao 5. Na mabao 5 haya aliyafunga ndani ya dakika 16 tu. Dakika ya 45, dakika ya 50, dakika ya 52, dakika ya 58, dakika ya 60. Akaweka rekodi ya kwa mchezaji aliyefunga mabao mengi kwa muda mfupi. Mabao 5 ndani ya dakika 16. Huyu naye anahusishwa na wananchi Yanga. Ni nafasi ambayo pia anahusishwa Jonathan Soa. Sasa maana yake ni nini? Ni kwamba Yanga kwa upande huu wa kulia
Hapo bado hujamtaja Maxim Pia Zengeli, hujamtaja Peodo Pacome Zouzoua na wengine. Nazungumzia hawa wapya tu wanahusishwa na Yanga. Ni kwamba kama kweli watasajiliwa, hii ni sakiti ambayo inakwenda kutengeneza mabao mengi kwa Yanga endapo tu wahusika watatua Yanga na wataonyesha kile ambacho anakionyesha sasa katika klabu wanazotoka. Huyu Traore kutoka Swahili, lakini Ibrahim Keita kutoka TP Mazembe, Celestine Ekwa kutoka Asekimimo Saza ambaye alikuwa akichezea kwa mkopo, lakini klabu yake mama ikiwa ni Zoman. Swali ni kwamba je, hawa wote watatua kweli Yanga? Endapo watatua, ni silaha nyingine kwa benchi la ufundi la Yanga katika kufanikisha mipango yake, kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara nyingine, kutoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo msimu huu wako finali, lakini kufika mbali na ikibidi kutoa ubingwa, kutimiza hiyo ndoto ambayo kwa sasa inaonekana kama ni ndoto aswa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo msimu huu wameishia hatua makundi. Msimu uliopita walifika robo finali. Sasa ni wakati wa kufika mbali zaidi, nusu, kufika finali, na ikibidi kama nilivyosema awali kutoa ubingwa, kwa sababu ya kuwa na wachezaji nyota bora hawa niliowataja wa upande wa kulia. Swali, je, watatua kweli? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.